Katika jua la Singida, mahali palipojaa matumaini na azimio jipya, panapopatikana kituo cha Chuo Kikuu Huria, mahala ambapo ndoto zilizokaribia kufifia zinapewa mwanga mpya. Hapo ndipo ambako Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kupitia mradi wa HEET imeamua kurudisha tabasamu na imani kwa wasichana waliothubutu kusoma sayansi, lakini walikumbana na vizingiti vya alama pungufu. Kupitia Foundation Program, mabinti hawa waliokumbwa na changamoto za maisha, vishawishi vya kukata tamaa na hali ngumu ya kiuchumi, sasa wamepata nafasi ya kupigania nafasi yao ya kusoma elimu ya juu. Ni nafasi ya pili, lakini kwao ni kama mlango mpya wa tumaini. Foundation Program inatolewa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kwa wanafunzi ambao wamekosa sifa au wamepungukiwa sifa za kuweza kuendelea na elimu ya juu. Kwa mujibu wa taratibu za TCU na wizara, ni programu ambayo inawawezesha wanafunzi kuweza kukidhi vigezo baada ya kufanya mtihani kwa kipindi cha mwaka mmoja, then wakisha faulu wanaweza kuendelea na elimu yao ya juu katika vyuo vikuu vya Tanzania bara na visiwani. Katika kundi hili, binti aitwaye Furaha, ambaye hadithi yake ni ya maumivu, ujasiri na ushindi, ni simulizi ya msichana aliyeamua kutokata tamaa. Karibu usikilize simulizi hii ya Furaha, hadithi ya msichana wa kawaida mwenye ndoto zisizo za kawaida, hadithi ya mwanamke wa nguvu, ya matumaini yasiyokoma, na ushuhuda kuwa fursa ikitolewa, ndoto huwa hai tena. Naitwa Furaha Msule, natoka mkoa wa Njombe, wilaya Nging'ombe, katika kijiji cha Imalini. Nimezaliwa kwenye familia, kwa mama tupo watoto 4, kwa baba watoto 42. Nilipomaliza darasa la 7 nilifanikiwa kufaulu kwenda kidato cha kwanza. Nilipomwambia babangu nimefaulu kwenda shuleni, baba akawa alikataa. Alisema yeye hawezi kusomesha mtoto wa kike kwa sababu mtoto wa kike kazi yake ni kuolewa na kuzaa watoto. Baba akawa amekataa kunipeleka shuleni, na mimi nikawa nimepambana maana nikawa na maharage, nikavuna ile maharage yangu nikapata debe 4. Ile ngano ikawa bado haijakauka. Nilipovuna nikauza debe 2, debe 2 mama alikataa sana niziache kwa sababu isikatokea njaa tukashindwa kula tukashindwa kuishi pale nyumbani. Nilipofika shuleni, mkuu wa shule niuliza, wewe binti, kwa nini unakuja peke yako? Wazazi wako wapi? Nikamwelekeza kuwa baba amekataa, amesema nisisome. Kwa hiyo nimeamua mwenyewe kuja kujileta shuleni na mimi napenda kusoma. Nilifanya mtihani wa form 2 nikapata wastani wa C inayoanza pale. Basi kuna zawadi, mkuu wa shule alisema wale watu waliopata A na B atawapa zawadi. Mimi nikawa nimepata 60.6. Basi nikasoma hivyo kufika form 4 nikafaulu mtihani, nikapata division 2 ya 18. Kakaangu kaniambia, mdogo wangu vipi matokeo? Nikasema nimefaulu, nitakuwa niende form 5 Songea Girls. Tukatafuta kibarua, tukafyatua tufai, tukapata 1,500,000. Tukagawana ile hela, mimi nikapata 75 na yeye akabaki na 75. Nikanunua makaunta yangu 5. Nikanunua na shati na nikabaki mfukoni kama na 30,000. Nilipomaliza tu form 6 nikasema niende kwa mkuu wa shule. Ilikuwa ni mkuu wa shule wa kike. Akasema, binti, tuna shida gani? Nikasema, samahani mkuu, na shida. Naomba unisaidie living japo sijalipa mchango wote. Naomba unisaidie living. Naenda nyumbani, nitaenda kutafuta shule ya Tempo. Nikifanya kazi pale, nitarudi nilipe hela yenu. Akasema, binti, una mawazo mazuri sana. Basi tunakupa living, tunakuandika jina hapa, na ukienda nyumbani, ukishafanya uwe mwaminifu, ukumbuke kutuletea hiyo hela. Nikasema sawa. Yalipotoka matokeo hayakuwa mazuri, nikapata 4 ya 18. Baadaye nikashangaa rafiki yangu anipigia simu. Akasema, "Hello Fla, vipi?" Nikasema, "Safi, unaendeleaje?" "Vizuri. Bwana, kuna scholarship wametuma." Nikasema, wametuma kwenye nini? Kwa sababu mimi hata simu za WhatsApp nilikuwa sina. Wasichana leo maliza form 6 ambao hawakuwa na sifa za kwenda chuo kikuu, kuna watu wanafadhili. Nikasema, "Kweli?" Akasema, "Ngoja nitakutumia usome." Nikasema, "Basi mwenzio waniombe simu nitumie." Nikaomba simu, kweli akatuma. Ikawa imeandikwa ile barua, wanataka kuomba kufadhiliwa pale, sifa zao wawe wana mazingira magumu, na pia form 6 walipata pass marks hizi ambazo zilishindwa kwenda chuo kikuu. Kwa hiyo nilivyosoma nikafly. Nikasema, kwa hizi sifa zote ninazo, basi andika barua pale, wakasema napitisha kwa mtendaji. Nikatoka pale na nilivyoenda kijijini kupeleka kwa mtendaji hakushtuka. Nilivyotuma nikakaa kama wiki 2-3 hivi. Nikashangaa message inaingia kwenye simu. Hongera, umechaguliwa kujiunga na Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Siku fulani uende mkapawe seminar kwenye chuo center ambayo ipo jirani na mkoa wako.
Kwa kweli siku nilipata nilirukaruka sana, nilifly. Sikuamini macho yangu. Fika center wakanipa barua hiyo admission. Kuangalia hivi, sui nauli utarudishiwa, sui chakula, sui malazi, sui simu kishikwambi. Nilifly kwa kweli, nilirukaruka. Nasema mbona hii chance, yani jamani, huyu Mungu wa ajabu. Mbona nimepata issue nzuri sana. Kwa hiyo nikachukua nikaja mpaka hapa. Kufika hapa kwa tukapokelewa vizuri. Kila kitu alichokuwa ametuambia kwenye barua tulipewa. Kwa hiyo nashukuru sana serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, pia Wizara ya Elimu na hata pia chuo kikuu huria cha Tanzania kwa kuungana kutusaidia sisi watoto wa kike. Na natamani issue iwe endelevu na kwa watoto wengine. Siwezi kusema kitu kikubwa sana kwa sababu mambo yangu bado hayakaa vizuri. Nataka niingie kwanza kwenye system, halafu baadaye nianze kupambana nifike niwe kama Samia, kina Tulia, kina nani, ndoto zangu hizo. Na nimegundua saa hizi mume kamili ni elimu. Na nawashauri wasichana wenzangu wasiwe na muhemko wa kuolewa mapema. Wapambane wapate elimu. Elimu ndio kila kitu, ndio mume ambao tunazaliwa naye na utakufa naye. Na simulizi ya furaha ikiwa imekufikia moyoni, bado kuna mengi ya kujifunza na kuhamasika kupitia safari ya mabinti wengine. Kila mmoja ana hadithi yake ya pekee ya kupambana, kusimama tena na kuendelea mbele licha ya vizingiti. Endelea kufuatilia ili usikie simulizi hizi zenye kuamsha moyo wa kuchochea ndoto. Hii ni nafasi ya kutambua kuwa matumaini bado yanaishi na kwamba kila binti ana nafasi ya kung'ara upya.